Olá, muito boa noite, meus alunos, meus companheiros. Então, karibuni kwenye channel yetu ya kujifunza Kihispania, Italiana, Kireno, Karakasi, Capoeira na karate fighting technique, lakini vipindi vyetu tutatia kwa awamu. Sasa hivi tunazungumzia hapa ni lugha ambayo tutaingiza Portuguese leo, tutaendelea na tutasoma na Kitaliana, tutasoma na Kireno, zote tutambadanisha madarasa. Kwa hiyo sasa hivi kaa tayari kwa kupokea madarasa kila baada ya siku 3 tutaingiza madarasa. Kwa hiyo sasa hivi tunaendelea mbele na darasa la Kireno. Kireno tumesoma vitu vingi vidogo, ila tunaendelea na tunaipushi sana kutokana na tuko nyuma, haijafikia level kama ile ya Kihispania au Kitaliano. Tuko juu zaidi. Ila sasa hivi tutaenda sambamba. Video moja itakuja ya Kireno, moja itakuja Kitaliano, moja ya Kihispania. Lakini kutokana na Kitaliano na Kireno hatujatia vitu vingi sana kama Kihispania, kwa tutaendelea, tutavipush kwanza. Tutaenda hivyo na vyote kwa pamoja. Kwa hiyo tukiendelea mbele leo na somo la Kireno tutasoma vitu ama kitu kinaitwa dos na duas. Hivi vitu viwili kutokana katika mazungumzo, watu wengi mtu akisema na gari mbili na nyumba mbili, anaweza kusema eu tenho dois carros au dois carros, au anaweza kusema na tenho duas casas na nyumba mbili, lakini ni wrong. Sio duas casas nyumba mbili, dos ndio hapo kazungumza kuna duas na dos. Kwa hiyo duas unachukua vile vitu vya kike, mfano eu tenho duas mochilas, na mikoba miwili ya rasketi ama mikoba nyuma. Huwezi kusema dos mochilas, utafahamika lakini sio sahihi. Kwa mfano tumesoma possessive, tumesoma demonstrative, tukasoma na article. Article mfano kuna u na a, o carro, the car, a janela, zidirisha. Tukasema demonstrativo au possessivo, a minha casa, o meu amigo, yani nyumba yangu, rafiki yangu, kitu kama hicho. Lakini kwa hiyo ni tumetaja tu, lakini kwa kuonesha unayosema au kwa sentence unayosema este é o meu amigo au aquele é o meu amigo, aquela é a minha casa, ile kule ni nyumba yangu. Unafahamu mpaka hapo? Kwa hiyo inamaanisha kitu sifa kike na sifa kiume kwa kimoja. Hapo unaangalia wewe ni nani, yani unaangalia kitu kina sifa gani, sio wewe nani. Tukasema mwanamke na mwanamume katika mazungumzo yote anatumia sifa hizi, zikiwa za kike zikiwa za kiume. Unaangalia kitu kina sifa gani. Ikiwa kitu sifa kike, moshila, yani kina sifa kike, kwa hiyo natumia kwa vile possessive, article, demonstrative za kike. Ikiwa kitu kile kina sifa kiume, mfano barku, boti, kwa hiyo unatumia article vile vile za kike, demonstrative za kike na possessive za kike, unazungumza na kwa sahihi. Ila ukija kuzungumza mfano kuna vitu vingine vinamalizikia a lakini vina sifa ya kiume, vingine vinatumia o lakini vina sifa ya kike. Mfano radio, radio itakuwa hii na sifa kike, article ya kiume, article zake zinatumia za kike. Hivi vitu vipo ambavyo vina darasa lake pia. Au kitu kinamalizikia ambayo ndio usistema, yani unakuta imeishia mwisho kule, kitu kina lakini kinatumia article za kiume za kiume, usistema kama alivyosema. Kwa maana hiyo hivi vipo, sio vingi lakini vipo. Hivi pia vina darasa lake ili usije kwenda wrong katika mazungumzo. Unaweza kuzungumza kitu kaona kitu kimeishia na kina sifa ya kike, kumbe hamna, kinaishia lakini kina sifa kiume. Hivyo vipo. Au kimeishia o kina sifa ya kike, huku unatakiwa anze sifa za kike, kule kimeishia o.
hivi pia vipo, lazima tutaviainisha. Vipo sio vingi sana, lakini vipo. Ili uzungumze sahihi au sama perfect ni hivi: sifa, unatumia sifa ya kike, kitu kimeisha sifa ya kiume. Unatumia sifa ya kiume, kitu kimeisha sifa ya kike. Hivyo vipo, tutaweka darasa lake. Kwa hiyo leo tunaenda darasa letu la hili dosh na duash. Unajua mtu akisema nina gari moja, mbili, tatu, ushaona anaweza kusema kama eu tenho dois, tenho amigo, na rafiki, ndio mmoja. Tenho dois amigos, na rafiki wawili. Tenho três amigos, na rafiki watatu. Lakini hapa anaweza kusema mtu sometime au muda mwingine anaweza kusema eu tenho duas casas. Duas casas, na nyumba mbili. Kakusudia ndio hizo nyumba mbili, na kashasema kweli na nyumba mbili, lakini sio sahihi. Usahihi wake unaweza kusema eu tenho duas casas. Unafahamu? Duas casas, usiseme dos casas. Kwa hiyo hapa tunazungumzia usahihi wa hivi kuzungumza sana. Inatokea kesi hii katika hapa kuna kwa vitu viwili. Kuna kwa hivi vitu viwili, kusema ana vitu viwili mtu au akaoneshea vitu viwili lakini vyote vya kike akatia sifa ya kiume. Hapa ndo sehemu ya kwanza ambayo watu wanatia sifa ya kike kwa kiume, sifa ya kiume kwa kike, au kukosea katika ile mazungumzo. Kwa hiyo unapozungumza hichi kitu dosh au duash, unaangalia kwa sifa ya kiume dosh, sifa ya kike duash. Haya, mfano ndio inaendelea tena. Mfano, nós temos dois carros. Nós temos dois amigos. Ele tem dois barcos. Kuna barku mbili, na ile inaingia kule mbele katika barku yake ishakuwa vizuri kuna mbele. Kwa hiyo tukienda katika kitu cha kike naweza kusema eu tenho duas amigas. Eu tenho uma amiga, na rafiki mmoja. Eu tenho duas amigas. Nós temos duas amigas. Eu tenho duas amigas. Nós temos duas amigas. Tuna rafiki wawili. Nós temos duas casas. Tuna nyumba mbili. Kwa hiyo hizi kitu cha duas na dos ni vitu viwili tofauti, isipokuwa katika mazungumzo hapa watu wengi ndio wanaponyokwa. Anaweza kusema hivyo, mtu anazungumza kwa kolea mazungumzo yake, claro, eu tenho dos amigas, na rafiki wawili. Au tenho dos mulheres, na wanawake wawili. Baada kusema tenho duas mulheres. Au eu tenho duas esposas, na wanawake wawili. Eu tenho duas esposas, wake wawili. Eu tenho duas mochilas. Eu tenho dois chinelos, na viatu vya kanda mbili viwili. Eu tenho dois sapatos. Então, vamos lá. Nadhani mpaka hapo tumefahamiana katika uzungumzaji. Najua Kiswahili tunatumia maneno mengi, kwa unafanya mifano mingi ili tupate kuelewana. Kwa hiyo hapa wewe unatakiwa uzungumze kitu cha sifa ya kiume kwa dos, kwa sifa ya kike kwa duas. Usije kachanganya hapo kasema tenho dos casas, camises. Tenho dos mfano dos janelas. Tenho duas janelas, na madirisha mawili. Eu vou comprar duas janelas. Naenda kununua madirisha mawili. Wrong. Eu vou comprar duas janelas. Naenda kununua milango madirisha mawili. Eu vendo duas portas. Nauza milango miwili. Unafahamu? Eu vendo dois carros. Nauza gari mbili. Au eu comprei dois carros. Nimenunua gari mbili. Eu comprei duas mochilas. Nimenunua mikoba miwili. Nadhani mpaka hapo tumefahamiana. Usisahau kulike, kushare, kuandika comment pale. Mtu akitaka kuuliza katika comment andike, najibu. Vile vile namba yangu naiweka kwa ambayo tuko hapa Tanzania ni 0 au 0777 373
478311. Teacher Burhan, Portuguese, Spanish, Italian tunazungumzia humo. Gracias au muito obrigado. Nós vamos continuar.